Shalom, karibu kwenye tafakari za Njoo Ule Ukue. Leo kwa namna ya pekee tunaanza kutafakari kwa habari ya andiko, maneno ya Paulo katika Timotheo wa pili, sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8. Neno linasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Hapa tunaangalia Paulo alipokuwa anasema amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umeumaliza, alimaanisha nini? Haya maneno tumezoea kuyaona hasa kwenye misiba au kwenye makaburi ya watu, kwamba kuonyesha kwamba huyu mtu aliishi vizuri. Lakini je, tunaelewa maana halisi ya haya maneno? Kwa nini Paulo alisema haya maneno? Paulo alipokuwa anasema haya maneno, manake alikuwa anamwandikia Timotheo. Akitaka kumwambia kwamba amefika mwisho wa safari yake, male makusudi ambayo Mungu alimtengenezea hapa duniani kumuita. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia utakuwa unajua kwamba Paulo, kabla hajawa Paulo, alikuwa Sauli na alihusika sana katika kuliua kanisa. Yani alikuwa analitesa kanisa kwa maneno mengine. Na tunajua katika Matendo ya Mitume ile sura ya 9, unaona pale alikuwa yuko njiani kwenda Dameski. Alipopatwa na shida, alikuwa anaenda Dameski ili kwenda kuwaua wale wafuasi wa Kristo, wale wanafunzi waliokuwa wanamfuata Kristo. Na wakati yuko njiani, tunafahamu kwamba kilichompata, akaanguka chini, akaona mwali mkali sana, akasikia sauti ambayo wengine hawakuweza kusikia, kwamba inasema, Sauli, Sauli, kwa nini unaniumiza? Yani maneno ambayo Yesu alimwambia. Sauli hakujua. Yeye alikuwa anafanya kitu alichokuwa anakiamini kwamba anafanya kwa ajili ya Bwana. Yani anafanya kwa ajili ya Mungu. So kwa ajili ya Bwana Yesu. Alikuwa anafanya kwa ajili ya Mungu kama Farisayo, kuhakikisha kwamba dini ya Kiyahudi haiharibiwi na mtu yeyote. Kwa hiyo kama Farisayo aliona anamtumikia Mungu katika ile hali na bidii ambayo alipaswa kuwa nayo. Lakini baada ya Yesu kumwambia hayo, ndipo akamwambia, Bwana wewe ni nani? Ndo anajitambulisha kwamba mimi ni Yesu, unaye niudhi. Kwa maneno mengine kwamba Yesu akamuonyesha kwamba ile njia aliyokuwa anaifanya, ile njia aliyokuepo, sipo pale ambapo Mungu alikuwa anataka awepo. Mara ngapi tumejikuta tunafanya vitu vya dini tukifikiri kwamba tunampendeza Mungu, lakini kimsingi hatumpendezi. Inaweza kawa ni mara nyingi sana pasipo kujua. Inawezekana tunafanya kwa sababu ni vitu ambavyo tumefundishwa, ni mapokeo ambayo yamekuepo, lakini mara ngapi wakati mwingine tunafanya vitu ambavyo kimsingi havimpendezi Mungu. Hivi ni vitu vya kujitafakari. Lakini tunaona Mungu anambadilisha, Bwana anambadilisha, na muonyesha sasa, hapa unakosea, njia yako nataka iwe hii. Akamfanya akawa kipofu kwa siku 3, akaingia mjini na Bwana akamuinulia Anania, akamsikia Anania, akamsikia Bwana, japo alimuuliza Bwana, huyu mtu amekuwa akitesa watu, nikienda inakuwaje? Alikuwa na haki kwa sababu fikiria watu wanauawa, na alikuwa ana nyaraka ya kuruhusu watu wauawe. Ilikuwa ni haki, aogope, aulize, amoji Bwana. Hata sisi tuna haki ya kumuuliza na kumoji Bwana pale ambapo tunaona kwamba hicho kitu sikielewi, Bwana hapa naendaje? Unaweza unamoji tu kwa adabu. Ni vizuri tu kumoji Bwana, wala kuna shida. Ila unamoji Bwana kwa namna ipi ndio inaamua matokeo gani unapata. Mfano, tunajua Mariamu alipokuwa anapelekewa taarifa na malaika Gabrieli kwa habari ya ujio wa Bwana, na Zakaria naye alipelekewa na malaika huyo kwa habari ya ujio wa Yohane Mbatizaji. Tofauti ya Mariamu na Zakaria ni nini? Katika Luka, soma ile Luka 1 na Luka 2. Tofauti ya Zakaria na Mariamu ni sehemu ndogo sana. Mariamu aliamini lakini hakujua itakuwaje. Na alitamani Mungu amwambie itakuwaje, kwa sababu yale mazingira kwa hali ya kawaida isingewezekana. Akamuuliza Bwana, nitendee ulivyonena, lakini itakuwaje?
unaomba uniambie. Akaelekezwa kwamba atampata mtoto kwa staili hii na itakuwa hivi na itakuwa hivi. Zakaria aliuliza na yeye, lakini kuuliza kwake yeye kulikuwa kule kuuliza kwa kutokuwa na imani. Yani sema yani kama mtu asema nauze hivi inawezekana, mbona hichi kitu kiwezekani? Yani ile kutokuamini kwake kukamchukiza Mungu, badala yake Mungu akampa adhabu Zakaria. Watu waliuliza, lakini waliulizaje? Namna walivyouliza. Kwa hiyo hakikisha unavyovipiga vita unavipiga vizuri. Zakaria tunaona kilichompata, akapigwa ububu mpaka yule mtoto alipozaliwa. Alipokuwa anatolewa hekaluni ndipo akapata sauti yake. Lakini Mariamu hakuna chochote kilichompata. Vitu vilienda tu vizuri na malaika akaendelea kumwelekeza hata namna itakavyokuwa ujio wa Yesu, namna atakavyopata ujauzito, ni kwamba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyo mtoto atakuwa mwana wa Mungu, na Yusufu atamchukua na nini mpaka tunajua mwendelezo mzima. Tunarudi sasa. Hapa Mtume Paulo anaposema nimevipiga vita vilivyo vizuri, maana yake nini? Vita kwa Mkristo unayemjua Bwana ni jambo la kawaida. Yaani unapomwona Bwana na nguvu zake, unapomtaka Bwana na nguvu zake, vita ndio inapoanzia. Maana tunaambiwa katika Waefeso 6, vita yetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Kwa nini? Kwamba unafikiri hawa hawapo? Hapana, wapo. Kwa nini hawahangaiki na wewe wakati haumjui Bwana, anaanza kuhangaika na wewe wakati unamjua? Jibu tu ni jepesi. Kabla hujamjua Bwana ulikuwa wa kwao. Hamna mtu ambaye atahangaika na wewe, wala hakuna nguvu yoyote ya giza itakayohangaika na wewe wakati tayari wameshajua wana wewe. Yaani wewe ni wa kwao. Nini kinatokea? Unapotoka sasa unataka kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa Kristo Yesu. Hapo ndipo vita zinainuka. Kwa nini vita zinainuka? Jibu ni jepesi tu. Kwa sababu unamtafuta Bwana na nguvu zake. Manake unasema mimi ufalme wa giza siutaki tena. Saizi naingia kwenye nuru ya Kristo. Kwa hapa Paulo anaposema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, manake anasema kwamba nimeshindia imani, yale makusudi ambayo Mungu alikuwa anataka kwenye maisha yangu nimeyafanya vizuri. Mwendo nimeumaliza, kwamba nimefika mwisho wa safari yangu, sijapotezwa. Kwa sababu katika vita kuna kupigana na kuna kupigwa. Kuna kupigana, kuna kupiga na kuna kupigwa. Asa kama mwana wa Mungu lazima uwe makini. Ukikaa vizuri utalindwa. Ulinzi wa Mungu upo. Yani hata si mumunyi maneno, ulinzi wa Mungu upo. Lakini kuna utaratibu. Kwa sababu tunaona shetani alivyokuwa anaenda kujihudhurisha katika kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 2. Naona alizunguka huko na huko. Ukisoma vizuri kitabu cha Ayubu sura ya 1 na 2 unaipata hii habari. Namna ambavyo alijihudhurisha katikati ya wana wa Mungu. Na ukienda tena katika kile kitabu cha Ufunuo tunaambiwa namna ambavyo vita inapiganwa kati ya watakatifu na shetani. Ni kwamba anajaribu kupigana na sisi kila siku, usiku na mchana, na haachi. Hawezi kuacha kwa sababu hataki usimame katika kweli ya Kristo. Kwa hiyo kuna namna zako za kuenenda, usipokuwa nazo makini atakuwa anakupiga. Na hichi ndio ninachojaribu kukufundisha, kwamba ukishaingia kwenye maisha ya wokovu ni lazima uitunze sana hiyo nafasi yako, na uitunze kwa bidii, ili mwisho safari yako uweze kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ni jukumu letu kama wana wa Mungu kulinda imani. Wakati mwingine majaribu yanaweza kuja sana yakawa makubwa, lakini neno la Mungu linatuambia hakuna jaribu tukalolipata kuliko uwezo wako wa kulishinda. Hiyo haipo. Chochote kile kinachokuja kwako una uwezo wa kukishinda. Manake majaribu ndio yanakuvusha hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo majaribu yanapokuja usianze kunungunika, usianze kulalamika, panda viwango. Yaani sema hapa, mimi hili jaribu halinitoi kwa Bwana. Haijalishi ni ngumu kiasi gani, haijalishi ni hali kiasi gani, haijalishi watu watanionaje, lakini mimi hili jaribu halinitoi kwa Bwana. Unaweza ukawa unaona jaribu ni la kwako, lakini kimsingi lina watu wengi nyuma yake, linawavusha wengi. Mungu wakati mwingine anaweza akakuonyesha
na wakati mwingine unaweza hata usijue, lakini kuna watu wengi 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 watakao uvushwa na wewe. Kwa hiyo hakikisha umwachi Bwana. Lazima tuwe barua inayoandikwa, yani mtu akikuona muone Bwana kwa wewe, ili mwisho wa siku tuweze kupewa ile taji. Maana tunaambiwa baada hayo nimewekewa taji ya haki, kwamba baada ya kumaliza hizi vita za hapa duniani nimewekewa taji ya haki. Mtakatifu Paulo anasema, Mtume Paulo anasema, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na wale watu wote waliopenda kufunuliwa kwake. Kwamba kama unampenda Bwana, unapenda kufunuliwa kwake, unaishi kwa ajili yake, kwa nini taji sio ya kwako? Kwa nini usio kwenye ile hesabu ambayo tunaambiwa wamevaa mavazi meupe wameshika mitende? Hiyo ni haki ya kila mmoja wetu. Ila tu ni wewe mwenyewe kuamua kukaa kwa utaratibu, kwa sababu kuzimu inavuna, mbinguni nako kunavuna. Na wakati mwingine watu wengi wanaishia kwenye uharibifu kuliko wanaoingia kwenye neema ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akikupa nafasi itumie. Komboa wakati kadiri unavyoweza. Komboa wakati kadiri unavyoweza, ili uweze kweli kuvisema nimevipiga vita vilivyo vizuri na mwendo nimeumaliza. Usichoke, usikubali kuishia katikati. Bwana yupo. Tukimtafuta anaonekana. Hata katikati ya mahangaiko Bwana yupo. Hajai kumwacha yeyote yule anayemtafuta. Hajai kumwacha yeyote yule mwenye haki wake. Hajawahi. Inawezekana unapita mahali paka unasema hivi Mungu yupo. Lakini yupo. Tumkumbuke Petro. Petro alimwambia Yesu anaomba tembee kwenye maji. Tunajua Yesu akamwambia tembea, njoo unifuate. Lakini tunaona alianza vizuri. Alafu unaweza kujiuliza, hivi Petro alikuwa ni mvuvi? Iweje aogope yale maji? Kwa nini azame? Wakati ni kitu ambacho anakifanya kila siku. Kwa nini ghafla aweze kuzama? Kwa sababu alitoa macho yake kwa Yesu, akaangalia yale maji akamtia hofu. Lakini pia tu unajiuliza, kwa nini alipata hiyo hofu? Hiyo hofu ilitoka wapi? Mtu anayejua kuogelea kwa nini alipata hofu? Manake kwamba ukimwacha Yesu, hata kwenye kitu cha kawaida kabisa kinaweza kikakutia hofu. Ukiangalia giza nalo kuzunguka, ukiangalia mahangaiko, ukiangalia shida, ukiangalia nini, unajiona huwezi. Lakini ukiona Yesu, na alipozama alimuita Bwana na Bwana akamshika. Kwamba wakati mwingine inawezekana ukawa unapita mahali pagumu, lazima muite Bwana. Usiseme tu Mungu anaona. Hiyo haitoshi. Mungu anaona, lakini je, unataka kusaidie? Kwa sababu kusaidiwa ni kitu kingine. Ni lazima utake huo msaada. Lazima umwambie Mungu ninahitaji huo msaada, ninahitaji hapa univushe. Huo ndio utaratibu. Bwana akubariki sana. Natumaini tafakari ya leo imekupa kitu kingine cha kuongeza. Bwana kutunze na Bwana endelee kukuvusha na kukusaidia kulinda nafasi yako. Shalom.